Kwa majina naitwa Saidi Tangawizi, ni mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika MBCU kilichopo Mbogwe na Bukombe. Ni chombo ambacho kinasimamia masuala yote ambayo yanahusu vyama wanachama katika kusaidia hususan katika kuimarisha hata upatikanaji wa masoko na mambo mengine ambayo yameainishwa katika vipaumbele ambavyo vimetajwa kwenye wajibu. Katika sisi MBCU pamoja na mazao tunayojishughulisha nayo, zao la pamba, zao la tumbaku, sasa hivi tuna zao la dengu. Na hili zao la dengu kwenye maeneo ambayo inazalishwa, tumesisitiza kujipanga kuingia kwenye mfumo wa stakabadhi ya mazao ghalani. Haya ni maelekezo ya serikali, lakini lengo kubwa ni kumsaidia mkulima kupata bei nzuri ambayo kutakuwa na soko la ushindani pale ambapo zinapokusanywa na kuwekwa kwenye magala na ukatangazwa mnada, kila mtu atatoa bei. Naamini bei ya ushindani itasaidia kumpatia mkulima. Lakini sisi kama MBCU pamoja na wadau kwa maana vyama vya ushirika vya msingi pamoja na serikali kwa ujumla kama halmashauri za wilaya, kupitia mfumo ule nasi tutakuwa tumepata vyanzo vya mapato, kwa sababu lazima nasi tutapata ushuru kulingana na biashara hiyo. Kwa hiyo naamini tukifanya tukaisimamia vizuri, mkulima atapata, lakini na sisi kama vyombo vinavyowakilisha wakulima kwa maana ya ushirika wa MBCU nasi tutakuwa tumepata, lakini na serikali kupitia serikali zake za mitaa, halmashauri, nao watakuwa wamepata. Kwenye hatua za awali zipo changamoto kwa sababu walio wengi wamezoea hawa wanunuzi ambao ni watu wakati makangomba, sehemu zingine wanawaita, wengine tunawaita walanguzi. Hawa kwa sababu wanawapa fedha za wakati, lakini changamoto iliyopo vipimo vyao vinakuwa haviko sahihi. Wakati mwingine wanavyovitumia haviendani na makadirio ya kilo ambazo walitarajia, na vile vile unakuwa ushindani haupo. Sasa kwa mazingira hayo, kwa vile hawa watu kati wamekuwa wakiwasaidia wakati mwingine wanapokuwa na shida kwa hela za papo kwa papo, wanakuwa na ile hofu ya kwamba watakuwaje sasa, kwa sababu wakati mwingine ndengu zinapokusanywa hawapati pesa za papo kwa papo. Halafu hela zingine itakapofikia malipo zitapitia kwenye benki. Kwa hiyo wanaona hizo changamoto kama zitawachelewesha, lakini tunaendelea kuelimisha. Mie naitwa Mayeji Kufungile Sangijo, katibu wa chama cha msingi Rugunga Mkosi. Kwa kuongezwa zao la dengu ambao ni zao mkakati, nashukuru sana chama changu cha Rugunga Mkosi ndio kinasimamia sana katika maeneo hii ya Mbogwe. Kwetu pamba ilipokuwa ikipata matatizo enzi zile, wakati fulani watu wakasusia kulima. Sasa ilikuwa na mambuga na maeneo mazuri ya ndengu, wakaanza kulima ndengu. Lakini tukaingia sasa kwenye mfumo wa ndengu, kulima ndengu. Nashukuru sana, tunaendelea na kazi hiyo na ni wakulima wazuri. Na chama chetu kwa kweli katika wilaya ya Mbogwe inapambana na vyama ambavyo vinalima tumbaku kwa mapato mengi mazuri kwa sababu ya kilimo cha ndengu. Lakini pamoja na mambo mengine tunaomba tuliongezewe zao la mkakati tena liwe alizeti. Alizeti wanalima sana, bado hilo lina bwaya hakuna pote pale ambao wanapata msaada kwa kupitia serikali. Na mpaka sasa tumeshukuru sana serikali imeleta mfumo wa stakabadhi ghalani, pamoja hatujautumia lakini kwa maelekezo ni mazuri, na hivi karibuni sisi ndio tumeshirikiana uongozi wa wilaya kuanzia tarehe 18, 19, 20, 21 tumezunguka katika maeneo yetu ya wilaya ambayo yanalima dengu. Tumehamasisha kilimo cha ndengu, lakini pia tukahamasisha mfumo wa stakabadhi ghalani, wametupokea. Lakini kuna changamoto tulizozipata kule, hususan katika zao la ndengu. Wao wanaomba sana, tumepokea, lakini serikali nayo tunaiomba itusikilize maelekezo haya. Uongozi wa wilaya ulikuwepo, afisa ushirika na viongozi wengine. Tulibeba basi tufikiria kwamba tuliingize katika maeneo husika walishughulikie. Changamoto kubwa, wanaomba wananchi ambao wakulima wa ndengu, moja, waingie nao kwenye mfumo wa kusaidiwa na serikali, kama ni kukopeshwa pembejeo, kwa sababu zao la ndengu sana pembejeo, viuatilifu ambavyo vinahitajika, mbegu za kitaalamu zile nzuri, sio zile za kuchota tu, nazo ziletwe kama
sehemu ya tumbaku, sehemu ya pamba wanaitoa vinini viatilifu pamoja na misaada mbalimbali. Kwenye tumbaku hata kuni wanasaidiwa na mambo mengine. Lakini dengu wanajitahidi sana, hakuna lolote. Wanaonekana kama si wa Tanzania wanaolima katika nchi yetu. Sasa wanaomba hilo na tumeyachukua, ndio tunayaingiza katika vikao mbalimbali yaende yakafanyiwe kazi. Dengu nyingi sana ambazo zinatusumbua changamoto. Wakulima wetu wakianza kulima, kwa sababu ni zao la mkakati la mwishoni, wanaanza kulima mwezi wa 4. Sasa hivi wameanza kurekebisha mashamba tu, mwezi wa 4 ndio wanaweka mbegu, na kwa sababu ni zao la mkakati ambalo linalipendi mvua kubwa sana. Sasa kuna wengine, wale watu wengine wenye fedha ndio wanawekeza, wanawapa hela za kulimia, pembejeo na matumizi mbalimbali, kwa sababu wanaivisha tu mazao yao, bado hawajapata hela, wanawapitisha pale. Dengu nyingi sasa inaenda na wale wakina nani, wale walanguzi ambao wanaweza kuwawekeza kwa fedha ya kuwadanganya, wanakuja kuchukua mzigo mkubwa. Sasa lazima achukue kwanza mzigo wake ndo abakize anunue. Sasa sisi kwa mwaka huu tumepata kilo 535. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.